Samahani. Nashukuru. Mimi kwa majina naitwa Veronica George Gwisu, ni dada mkuu wa shule ya Ngokoro Sekondari. Mimi kabla sija dada mkuu nilishaikuwa kilanja wa taaluma tangu nikiwa kidato cha kwanza. Na nilipofika kidato cha 3 wiki nimegombea udada mkuu. Kabla sija dada mkuu, kipindi nikiwa kiongozi wa taaluma, nilijitahidi kuweza kuhamasisha wanafunzi wenzangu hasa wa kike kusudi kujihusisha na masuala ya kitaaluma. Pamoja nilishirikiana na dada mkuu wa zamani ili kuweza kuwahamasisha watoto wenzetu wasichana wenzetu ili kuweza kujihusisha zaidi na masuala ya kitaaluma, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi ambao kwa kile kipindi kiwa mwanataaluma tuliweza kuwapandisha kidogo kiasi cha taaluma yao. Vile vile kwa muda mfupi wa miezi miwili tangu tufanye uchaguzi wa mwaka huu 2012, kwa muda mfupi mimi ninadili sana na wasichana kwa sababu mimi ni dada wa wasichana na yule kaka yeye ni kaka wa wasichana. Kwa mimi ninadili sana na wasichana. Kwa kazi niliyofanya kwa muda mfupi, nimejaribu kuhamasisha wenzangu kwa njia ya ushauri. Kuna baadhi ya wanafunzi zangu ambao nishawaita, wanafunzi zangu wa kike, kuwaelimisha juu ya nidhamu pamoja na taaluma. Vile vile nishawahi kuongea na wasichana wenzangu kwa ujumla, yani wa shule nishawahi kuwaita, nishawahi kufanya nao kikao kwa muda mfupi ili kuhamasisha kuhusu masuala ya elimu. Vile vile tunashirikiana na wanafunzi wenzangu pamoja na viongozi wenzangu wa kike ili kusudi kupandisha taaluma ya shule. Sana tunadili na kupandisha taaluma pamoja na nidhamu ya wanafunzi. Tunaanza kwanza na nidhamu pamoja na mwalimu wetu, pamoja tunapandisha taaluma ya wanafunzi. Alafu vitu vingine ndo vinakuwa vinafuata. Kwenye nidhamu mnashughulikia na nini? Kilanja wa nidhamu? Hebu nieleze kwenye kilanja wa nidhamu. Mimi toka nimepata uongozi, nimejaribu kuwaonya wanafunzi wenzangu tabia ambazo hazifai katika jamii yetu. Yaani unawaonya kwenye vikao au unawaita? Kwenye vikao, pia tushia kufanya kikao na wengine baadhi yao nilikuwa nawaita, nawaonya kwamba hichi ni kizuri na hichi ni kibaki nacho ambacho hakitakiwi katika jamii. Pia nimeonya mambo mbalimbali yanaweza kusababisha wakakosa elimu, inavyosababisha na nidhamu, kwa sababu ukipata elimu, kwanza kuwa na nidhamu ndo utapata elimu. Ndio hayo. Ndio kipindi cha nyuma watoto wa kike wanafanya vizuri kwenye issue. Wewe kilanja wa nini? Taaluma. Wewe ndio mwenyewe. Vipi taaluma kwa watoto wa kike? Kwa kweli kwa watoto wa kike kwa upande wa taaluma wanafanya vizuri, sio kwamba eti wavulana ndio wanaongoza sana. Kwa mfano mzuri Edgar wetu ndio anaongoza kwa kidato chetu. Wow, hongera. Nimerudi tena kwako wewe. Wewe ndio unaongoza kwenye kidato cha 3. Nashukuru Mungu tangu form 1 mpaka sasa hivi ndio naongoza. Hebu tupe mbinu. Ni vipi? Inakuaje? Mbinu mimi nazozitumia ni mbinu za kawaida tu. Kwanza mimi najitahidi, namuomba Mungu siku zote nisaidie ili niweze ni maintain nidhamu yangu. Baada ya hapo natengeneza ratiba zangu vizuri. Najitahidi kupunguza yale majukumu ambayo sio necessary, ambao hayana faida kwa wakati huu. Najitahidi kuyapunguza hayo majukumu. Kama yapi? Kwa mfano kuzurura, kujihusisha katika mapenzi, najitahidi sana kuepuka katika hizo issue kwa sababu najua sitapoteza muda. Alafu vile vile kwa sababu kuna malengo ambayo nimejiwekea na nahitaji kuyafikia yale malengo, inabidi nipange ratiba zangu vizuri, niweze kuzifuata ratiba zangu vizuri niweze kuachieve kile ninachokitaka. Vile vile nimejaribu kuongea na mzazi wangu especially mama, nimejaribu kumueleza kwa sababu naye anaona jinsi matokeo yangu ninavyompelekea ni mazuri. Nikimueleza kwamba mama anahitaji unaniachia muda fulani, kuanzia muda huu niwe nafanya vitu vyangu vinavyohusiana na taaluma, ananisikia, ananielewa.